Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Ayman Safadi, waziri wa mambo ya nje wa Jordan. Unajua siku moja kwenye mkutano wa UNGA 79, Ayman Safadi alisimama kwenye mkutano wa Umoja wa Mataifa baada ya Netanyahu kutubia akilalamikia Waarabu na nini. Ayman Safadi akasimama akasema hivi, sisi Jordan, yeye ni waziri wa mambo ya nje wa Jordan, akasema sisi Jordan tunaungana na nchi zingine za Kiarabu zote, zile zinaoitambua Israeli na zile ambazo hazitambui Israeli, pamoja na nchi zenye idadi ya Waislamu ambazo pia zina uhusiano na Israeli na zingine ambazo hazina uhusiano na Israeli. Kwa pamoja tayari sisi wote kwa pamoja tuko tayari kuitambua Israeli. Je, Israeli iko tayari kuitambua Palestina? Sisi sasa hivi tuko tayari kuitambua Israeli. Sasa je, Israeli iko tayari kuitambua Palestina? Upande wa pili haukuwa na jibu. Kwa hiyo unapata jibu kuwa nini kilichofichwa kwenye mapambano, kilichofichwa. Ayman Safadi anasema hivi, Jordan inaomba kuwahakikishia Iran kuwa haitoruhusu anga yake itumike kufanya mashambulizi kwenye ardhi yake, wala haitoruhusu anga yake itumike kwa upande wowote katika kushambulia mtu mwingine. Wale wenzangu na mimi ambao tumekuwepo, unajua sio 12 days war, tumekuwepo kwenye Promise 1, 2 and 3, hata 4. Jordan walitoa kauli hii kama mnaikumbuka. Lakini Jordan ndio ilikuwa anga pekee iliyotumiwa na Israeli na Marekani kwa kuzuia unajua njiani ulikuwa unaenda ukiona makombora yanavyoruka kutokea Iran yanapita kwenye anga ya Jordan. Kwa Jordan ndio ilitumika, yani Jordan ilifungua anga yake kwa Amerika na Israel na Ufaransa kwa ajili ya kuzuia makombora yote ya Iran yasivuke hapo. Lakini Jordan iliachia anga yake ndege za Israeli ziweze kupita kwenye anga yake na kwenda kuishambulia Iran. Kwa hiyo Jordan wanarudia kauli ile ile ya kuwa hatutoruhusu anga yetu itumike dhidi ya wengine. Unaweza kusema kwenye ule mstari unasema kawimbo kazuri sana haka. Unaaminika kiasi gani? Kiasi gani? Nilikuwa nikimsikiliza nani? Cenk Uygur. Cenk Uygur unamfahamu, mmoja wa wachambuzi wakubwa sana Mturuki ambaye yuko Marekani. Mara kadhaa anakuaga na Ana Kasapian, lakini wakati mwingine anaalikwa na Piers Morgan. Lakini anafanya pia nadhani nimeshamuona na Candace. Hata walivyokuwa na Besam walifanya. Cenk anasema hivi, kitu gani Cenk nilikuwa nataka nimuelezea hapa kwenye hili swala la yes, alikuwa akizungumzia kuhusu faili za Epstein. Akawa anazungumzia kile kilitokea kabla. Yani akawa anataja uhusiano wa Jeffrey Epstein na bosi mkuu wa DP World. DP World ndio ameshikilia uchumi wa Imarati kwa kiwango kikubwa sana. Kumbe Jeffrey Epstein alikuwa anahusika kwa karibu sana na port, bandari zile za UAE. Yani Jeffrey Epstein alikuwa ameconnect dot kutoka kwa watawala wa UAE pamoja na waziri mkuu wa Israeli wakati huo Ehud Barak. Yani kulikuwa kuna uhusiano ambao haukuwa rasmi kati ya UAE pamoja na Israeli wakati huo. Kwa hiyo huu mchezo ulikuwepo kwa muda mrefu ukiendelea, lakini juu huku wanaonyesha kama kuwa hapakuwa na uhusiano. Na hili huwezi kuamini, hili jambo kuna nchi za Kiarabu ambazo zinasema kabisa kuwa sisi hatuitambui Israeli, lakini zina uhusiano na Israeli ambao sio rasmi, lakini ushirikiano mkubwa sana. Na sizitaji nyingine kwa sababu nikitaja tu hapa watu watanijia juu hapa, wewe unapenda kuchafua hizi nchi, unatetea nchi fulani. Sizitaji, lakini zina uhusiano wa moja kwa moja kibiashara, yani kwa mambo mengi wanahusiana. Kasoro tu ile kurasimisha tu kuwa sisi tunahusiano na, ndio hilo halipo, lakini kiasi kikubwa hizi nchi zina uhusiano. Sasa Cenk akawa anasema usione Waarabu hawako upande wa Palestina kwa sababu siku nyingi walishakuwa upande wa Israeli. Yani siku nyingi walishakuwa upande wa Israeli. Sasa
Trump amepigia mstari kauli ya kiongozi wa Iran alichosema jana kuwa yani ikitokea vurugu au mashambulizi yakitokea tunaichafua Middle East nzima, yani patalipuka. Nadhani hii ni kauli kama ya 3 anaizungumza kuwa patalipuka Mashariki ya Kati ikiwa mtatugusa. Trump anasema kuwa tuna mazungumzo mazuri, huenda tukafikia kwenye nafasi nzuri. Nimeona hata Fars News, shirika la Irani, lilichapisha hiyo taarifa afu wameifuta. Sielewi sababu, kwa sababu waliandika kuwa raisi Masoud Pezeshkian ameruhusu mazungumzo, na nadhani Farsi ilikuwa imenukuu kusema kuwa mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Iran na Amerika kutatua hili tatizo, lakini baadaye ile taarifa imefutwa bila maelezo. Nadhani labda kuna onyo limetoka kwenye mamlaka ya juu kuambia kuwa mnaandika nini, kwa sababu sisi hatujatoa hiyo ripoti, nyinyi mlichokiandika ni kipi au kinatoka wapi kwenda wapi. Kwa hiyo Fars News wameiondoa, alafu ilikuwa taarifa ikaenda mpaka kwenye Tasnim na vingine wakawa wameandika, lakini wakawa wameiondoa. Sasa Trump amepiga mstari kusema kuwa haya, ngoja tuone kama tutafikia kwenye mazungumzo, lakini tusipofikia kwenye mazungumzo tunataka tuone kauli aliyokuwa anaizungumza Khamenei, je, itakuwa sawa? Je, hiyo vita itaenea kwa wengine au tofauti na hilo? Nadhani amezungumzia kuhusu hilo, lakini kikubwa kuwa inaonekana kama kuna hatua za mazungumzo. Kuna wakati napenda kusema, yani kuna wakati wanasema ni chungu lakini inatibu. Kuna wakati ili chuma kiwe imara lazima kipite kwenye moto ili kiwe imara. Iran, Israeli, hakutokuja kupatikana amani ya mezani. Always mimi huwa ni mtetezi sana wa meza ya mazungumzo, na mara zote huwa nasitiza kuwa vurugu zote huwa zinahitaji meza. Vurugu zote zinahitaji meza ili ziweze kutatuliwa, na nimekuwa ni muumini mkubwa sana na kusema kuwa hata wapigane miaka 100, hata wapigane miaka 1000, lakini mwisho watakaa kwenye meza waje walimalize. Lakini kuna wakati inabidi lazima wapigane kwanza alafu ndio waje wakae kwenye meza, kuliko waje wakae kwenye meza moja kwa moja. Hawawezi kumaliza matatizo yao, yani hawawezi kumaliza matatizo yao kwa sababu watarejea tena kwa mara nyingine. Iran, Israeli, hata wakae meza ya duara, ya pembe 7, ya pembe 3, yani hata wasuruishwe na nani, kupigana lazima kutakuja kupigana tena. Yani kupigana ni lazima kutakuja kupigana tena, kwa sababu kila mmoja anaamini kuwa hii ni last chance. Unajua hii ni ili mimi nipate kile ninachokitaka ni lazima huyo asiwepo. Kwa hiyo kilichopo ni kuhakikisha nani hatokuwepo kati ya Israel na Irani, nani hatokuwepo. Au ili mimi nitulie ni lazima huyu awe mdogo kwangu, nani atakuwa mdogo kati yao. Lakini usitegemee na kuamini kuwa eti haya mazungumzo ambayo Trump anasema kuwa tutakuja kufikia, hayatokuja kufikia, kwa sababu Israeli hakubaliani na mfano sasa hivi ukiona kile ambacho Irani wanachokiongea kusema kuwa tunaenda kwenye meza ya mazungumzo na Marekani only kwa nuclear, sio mengine. Israeli ana yake kuwa sio hilo mnaolitaka, mimi nataka zaidi ya hicho. Na Israeli wanawaruli wa Marekani, yani wanawaendesha wa Marekani. Sasa hakutokuja kutokea mazungumzo ya Iran America with Israeli yakaisha kama mazungumzo alafu eti yakaleta utulivu. Haitokuja kutokea, yani naambia pigeni mstari kwenye hiki kitu changu. Lakini hawa walipaswa kwanza waingie kwenye makabiliano makali ya moto, na ingewezekana wangeachwa head to head, yani bila mwingine kuingilia, waache watwangane vizuri. Wakisha twangana kama wiki 2 bila usaidizi wa upande wowote, unajua mdogo mdogo mkubwa, kuna wakati wakisha bishana sana unawaacha. Wakicha onyeshana, mkubwa atajua mimi ni mkubwa, mdogo atajua natakiwa ni mheshimu kiasi gani huyu. Kwa hiyo wanasema urafiki wa kweli ni ule wa watu ambao tayari walishakorofishana, yani mkakorofishana, mkatoleana maneno, tayari kila mtu akatoa yale madukuduku yake akasema kumbe iko hivi. Baadaye mkija kujenga ule urafiki unakuwa ni urafiki imara sana, kwa sababu tayari mnajua jinsi ya kuweka na kuchora mstari kati yenu. Yani mimi huyu hatakiwi ni mgusa sehemu fulani, atakasirika, na mimi huyu sitakiwi kumgusa sehemu fulani. Kwa hiyo linapokuja swala la Israel na Irani ilibidi waachwe, lakini hakuna amani, na wahakikishieni, yani huyu inapiga mstari kabisa kuwa haitokuja kupatikana amani ya hawa kwa hiki kinachoitwa mazungumzo.
hata Trump, hata Marekani waahidiwe nini, hawawezi kuja kukubali, kwa sababu hili ni swala la ukubwa, ni swala la kuviziana. Hiki ni kifo cha Kobe ambaye timing lazima atoe kichwa. Akitoa kichwa unakata, unamchinja, tayari anakuisha. Irani anapiga hesabu hizo, Israeli anapiga hesabu hizo, na wengine wanapiga hesabu hizo. Sasa mazungumzo jamani hayawezi kuja kutatua lolote. Niliona taarifa moja kwanza juzi ya MSF kuondoka Gaza. Kwanza Rafa imefunguliwa, mpaka wa Rafa umefunguliwa kwa yani limited aid, yani bidhaa chache ambazo zinaruhusiwa. Moja ya mipaka ambao nilitamani sana ufunguliwe ulikuwa ni wa Rafa, kwa sababu mpaka wa Rafa una bidhaa nyingi ambazo hasijaweza kuingia. Wakati ule kuwa kuna lori karibu 22,000 zimepaki, lakini kuna lori zilikuwa na bidhaa zenye kuharibika, kwa nyingine ziliondoka. Na huu mpaka ulikuwa ni muhimu sana kwa ajili ya misaada ya ndani ya Gaza. Sasa umefunguliwa with limited, okay. Yani kuruhusu baadhi ya watu wachache watatoka kwenda kutibiwa, na baadhi ya watu ambao walikuwa wametoka wataruhusiwa kuanza kurejea kuingia ndani. Lakini MSF wanaondoka Gaza kwa amri ya Israel. MSF ni madaktari wasio na mipaka. Yani wameamua kuwa tutaondoka, madaktari wasio na mipaka. Sasa kuna mtu wawili au watatu mmeniuliza kuhusu Gaza. Jamani, swala la Gaza nililisema hivi, narudia tena kulisema. Ukihesabu leo tuna wiki 2 plus kwenda mwezi wa Ramadhani inshallah. Yani hatuko zaidi ya wiki 2 ili kufika Ramadhani. Yani Ramadhani haiko mbali sana. Na mimi niliwaambia swala lile la Gaza la kusema kuwa watu wa Gaza itakuwaje kama vile mara zote tumekuwa tukiwachangia, mimi nililiondoa hapa au nililiondoa kwenye public kwa sababu zangu. Mnakumbuka tukaliweka pembeni, tukawa tunalizungusha tu raundi fulani tu na washikaji wawili watatu ambao tulikuwa tunaendelea nao kule, rafiki zangu na wengine. Sasa watu wa humu naona message zimekuwa nyingi, mnanipigia simu kuhusu Gaza. Niliwaahidi ndani ya mwezi wa Ramadhani pekee, kwa mwezi mmoja ndio tutalifungua tena, angalau tutachukua kwa watu wengine. Kwa hiyo wale ambao mlinipigia, nadhani jana kuna simu 2 zilinipigia, nikawaambia subirini kwanza, msitume chochote mpaka tutapokuja kufungua. Tutafungua mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani utapofika tutafungua kwa mwezi mmoja tu kwa watu ambao wanataka kusaidia kuhusu Gaza, na ndio tutawasilisha kwa hilo. Kwa hilo naomba nilipigie mstari kuwa tutafungua mwezi wa Ramadhani. Kwa sasa shikilieni tu, wala msinani lolote. Maana kuna mtu mmoja alinipigia simu akaniambia, najua labda hutaki mimi nipate thawabu yoyote, mimi labda alinitolea, yani kuna maneno aliyatoa mpaka nikamwambia hapana ndugu yangu, huu ni utaratibu tu ambao tulikuwa tumeweka. Lakini nikampa list ya taasisi ambazo zinafanya, akaniambia sitaki kufanya wewe, nataka nipitie kwako. Basi nikamwambia nifanyie subra kidogo mpaka mwezi wa Ramadhani, alafu tutafungua takuruhusu. Kwa hiyo iko hivyo swala la Gaza. Sasa nataka kuzungumza kuhusu MSF. Kwa nini MSF wanaondoka Gaza? Israeli imesema kuwa wameshindwa kukidhi mahitaji, yani wameshindwa kukidhi masharti ya kuwa Gaza. Masharti ya kuwa Gaza, MSF wametakiwa kuorodhesha listi ya wafanyakazi wao wote, majina, makazi na yani wote ambao ni watumishi wao, ambao ni wa Palestina na ambao sio wa Palestina, waorodheshe, waiwasilishe kwa mamlaka ya Israeli. MSF wakakataa, wakasema kuwa hatuwezi kuwasilisha kwa sababu Israeli haijatuhakikishia usalama wao. Na kile ambacho MSF wanakihofia ni kuwa kuwachukua majina ya watumishi wake kuyapeleka kwa Israeli ni kama rasmi utakuwa umewarasimisha ili Israeli yani iwa target, yani kwa sababu Israeli imekuwa ikiwalenga kusudi kabisa wahudumu wa mashirika ya afya au wahudumu wa mashirika ya misaada ndani ya Gaza, kusudi imekuwa ikiwalenga. Sasa MSF wanasema kuwa hili ni swala linahusu usalama, na Israeli tuliwaambia watuhakikishie usalama wa watumishi wetu, ili sisi kama tukitaka tutatoa hayo majina tuwape, lakini hawajatuhakikishia usalama wa watumishi wetu. Sasa swala la Gaza linavuruga, au jinsi ya kufungua mpaka na vitu vingine linavuruga. Na mimi inawezekana wakati mwingine huwa ninawaambia, huenda labda akili zangu mimi zinafanya kazi tofauti na akili za wengine kiasi. Kile ninachokiona kuna wakati maybe kuna mtu hajakiona au kuna mtu amekiona zaidi. Inawezekana. Tayari tuna ile inaitwa Board of Peace ya Donald Trump. Tayari swala la Gaza haliko kwenye mikono ya Israeli. Tayari vifungu 20 vya usitishaji wa vita vilipelekwa kwenye Baraza la Usalama, vikapitishwa, vikawa sheria. Kinachofanya Israeli aendelee kuwa na mamlaka ndani ya Gaza kimetoka wapi?
na kimeidhinishwa na nani. Sio kwamba Europe au ulimwengu haujui hili. Naamini mara zote huwa ninasema kuwa huwa siamini eti kuwa mimi nina akili nyingi kuwazidi wao mpaka nijue vitu vingi kuzidi wao. Mimi naamini wao wana akili nyingi na wanayaona mengi kuzidi mimi ninayoyaona, lakini wanajua kila wanachokinyamazia huwa kina faida upande wa Israeli. Ndio maana wanaamua kukinyamazia, kwa sababu leo hii nilisema kuhusu vikosi vitavyoingia mfano Gaza. Israeli wanasema kuwa hakuna kikosi kitachoingia bila kuidhinishwa na sisi. Kulikuwa kuna sababu gani ya kuchukua vile vifungu kuvipeleka kwenye maamuzi? Kwa sababu vile vifungu kuvitoa kuwa utashi wa Donald Trump kwenye vifungu 20, unapeleka kwenye baraza la usalama, vinapigiwa kura, vinageuka kuwa sheria. Utekelezaji wake hauhitaji amri, ombi, maoni ya Israeli. Ule ni utekelezaji wa jumuiya au taasisi nzima ndio inasimamia utekelezaji. Sasa leo Israeli anaamua kufunga au kufuta mashirika yaliyo Gaza. Husikii chochote. Kuna faida gani ya kuwepo vifungu 20? Kwa sababu tayari wakati vifungu hivi 20 vinaidhinishwa kuanza kutumika ndani ya Gaza, mamlaka kamili ya Israeli ndani ya Gaza inaondoka, kwa sababu tayari body ambayo itapangwa hapa ndio itawajibika na hilo. Kwa hiyo Israeli hana mamlaka ya kuamua kuwa nani awe wapi kwa wakati gani na nani tutampenda awe wapi kwa wakati gani, lakini husikii lolote, yani huoni lolote. Nimeona taarifa taarifa ya EU wanasema wanalani uamuzi wa Israeli kuwapa muda wa mwisho hawa madaktari wasio na mipaka. Wanalani tukio hilo, lakini hawaendi mbali zaidi. Kwa nini unalani kitu ambacho hana mamlaka nacho? Yani kwa nini unalani? Lakini hawa EU, Irani juzi wamempiga sanction, not Israeli. Israel kafanya mashambulizi juzi pale Rafa, mashambulizi mabaya kabisa kwenye tent, kwenye kambi ya wakimbizi, kwenye mahema. Watu 31 wameuawa na wamejeruhiwa wengi. Leo tunazungumza on ceasefire, watu 529 wameuawa kwenye ceasefire kuanzia mwezi wa 10. Lakini CEU na wengine wanaosema kuwa hili sio. Leo hii Britani, yani Uingereza, imeongeza vikwazo zaidi kwa Irani kwa sababu jinsi ilivyoshughulikia waandamanaji. Hivi unawaelewa hawa? Unawaelewa hawa ajenda zao zilivyo? Yani upande mmoja ni vipofu kabisa, hawaoni. Upande mmoja ni vipofu kabisa, hawaoni. Kaka yangu mmoja simtaji jina, yuko tu hapa, ndugu yangu sana, alinipigia simu juzi, ananiambia Rahbi, nilizungumza hili swala, akaniambia Rahbi, zungumza hivi. Manake nilisema hivi, hizi sheria za kimataifa ambazo ziko kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa zikienda upande wa Irani zinafanya kazi, lakini hizo sheria zikigeuka kwao hazifanyi kazi. Akaniambia no, sema hivi, hizi sheria zikiwa dhidi ya wazungu hazifanyi kazi, lakini zikiwa kinyume na wazungu zinafanya kazi. Sijui umeelewa? Yani kuwa sheria ile ile, yani swala lile lile. Yani mfano yeye alikuwa ananiambia, mimi nilizungumza kuhusu kwa nini Ulaya wanalalamikia Marekani kuhusu Ukraine na Greenland, kuwa Marekani inakiuka sheria za kimataifa. Yani EU wanasema hivyo, lakini hao EU wanaungana na Amerika dhidi ya Irani katika lile lile wanaolitaka kwa Greenland na Ukraine. Sasa ndio akawa ananiambia hilo sheria hiyo inafanya kazi kwa wazungu, sheria hiyo haifanyi kazi kwa wengine. Yani ikigeuka kwenda kwa wengine, hiyo sheria haifanyi kazi. Halafu sheria hiyo ikigeuka kuja upande wa pili, inakuwa upande wao. So ukiangalia haya mambo yanavyokwenda, unagundua kabisa kuwa vitu haviko sawa. Kwa hiyo MSF wataondoka Gaza. Kitu ambacho unakumbuka ni wiki iliyopita, wiki mbili zimepita, Israeli iliagiza mashirika 37 ya misaada yaondoke Gaza, yafungashe 37 kwa kukiuka. Sasa mamlaka ya Israeli ndani ya Gaza yanatoka wapi, hali ya kuwa tayari tunayo sheria, tayari tuna piece of board, tayari tuna vifungu 20 ambavyo vimepigiwa kura na vikapitishwa? Hii mamlaka ya Israeli ya kufanya maamuzi tena ndani ya Gaza inatoka wapi? Nani anampa hii mamlaka ya kuamua kuwa huyu atakuwa hapa wakati, yani inatoka wapi? Sasa ndio ulimwengu tulionao uliojaa unafiki, uongo, ulaghai na hadaa ambazo kuwa hata unashindwa kuzielewa. Hizi hadaa zimesimama kwa upande gani? Kwa sababu hazitendi haki. Hatuko kwenye dunia kabisa yenye kutetea haki, maslahi ya watu au vyovyote vile.
Israeli imeagiza hao sasa, hiyo nani, shirika ambalo lilikuwa la madaktari wasio na mipaka, na wenyewe wamesema watafungasha mwisho wa mwezi huu wa pili, tarehe 28 watakuwa wameshafungasha na kuondoka. Kitendo cha kuondoka kwa MSF ambao huwa wanatoa huduma kwa hospitali zaidi ya 20% za Gaza kutaathiri yani huduma za afya, yani wataathiri 1 kwa 3. Yani katika kila vituo vya afya 3 au hospitali 3, basi hospitali moja itaathirika 1 kwa 1. Ndio lengo la Israeli. Wakati wamefanya vile blockade, yani wamedhibiti misaada kuizuia, basi hii ni agenda ile ile ya kuhakikisha kuwa tunadhibiti na tunarudi kwenye kile ambao tunasema kwenye ile genocide ambao unasema kuwa ethnic cleanse, utakaso wa kikabila, wafe na njaa, yani kila kitachosababisha kuwaumiza wao na wakose chochote, sisi tutaendelea kutekeleza kile. Lakini wakati huo EU na nchi za Western wamevaa miwani ambao hawaoni kabisa. Macho yao hivi sasa yameng'arishwa, yamesafishwa meupe, yanaona kuhusu Irani. Yani kuhusu Irani wanaona kila kitu kwa uwazi. Lakini ikija upande wa Israeli, macho yao yameziba kabisa, yanauma, yani hayaoni chochote. Rahby Digital, haki na ukweli.